Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa, ilianzia Mnazi Mmoja. Uliitwa na ndugu na rafiki na mfanyakazi wa hospitali. Kwa hiyo mliitana kama marafiki? Aliniambia unajua kushona, nikamwambia ndio, akaniambia njoo hapa kuna kazi. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi, ilikuwa ni Mnazi Mmoja. Waliposhirikisha uongozi wa pale wakanipa kazi hospitali. Ndio. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Mwaka ndo nitakuwa nimesahau, lakini ni miaka mingi kidogo. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Nilipozirejesha wakaniandikia malipo, lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo. Wakaniandikia malipo, yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo. Kila inapotokea wakiniita naenda. Na sasa hela ambayo unadai hapa Amana, ndio ilikuwa hasa ni ya mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2017. Unadai wewe ni 2017. 2017 na 2021. Baada ya kupewa mkataba. Ndio. Sasa ulileta nguo? Ndio nilizileta. Nyaraka ya pili inayothibitisha umeleta nguo unayo? Hawakunipa, nilichukua wakazihesabu wakaziweka. Kwa hiyo hawakunipa nyaraka yoyote. Kwa hiyo sasa wewe ukitafakari kwa haraka kabisa. Nani na makosa kwetu wote? Wenye makosa ni wale waliopokea mizigo, kwa sababu wao ndio walitakiwa waniambie tunataka hiki na hiki na hiki. Tumekwisha muelekeza mganga mkuu kuhakikisha kwamba anafanya haraka uchunguzi wa haya yote, pamoja na vile vithibitisho vyote ambavyo wewe unaweza kuwa umekwisha peleka, ili pale unapostahili ulipwe pesa zako. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, usije ukakubali kufanya biashara na serikali pasipo nyaraka. Si umeelewa mpaka hapo? Mtu na mtu wao wanakopana hela, watu na mtu wanakopana hela. Wanaweza kukopana hela kwa sababu ya utaratibu wao, lakini kwenye serikali hata ingekuwa ni shilingi 500 inatoka kwa nyaraka. Umefanya kazi na serikali, cha kwanza uambie nipeni mkataba. Siku hizi cha kwanza tunatangaza tenda kwenye mifumo, wanakuja watu wengi, anashinda mmoja. Cha pili tunaanza kumtathimini aliyeshinda. Je, huyu evaluation itasema ni kweli na huu uwezo? Cha pili. Cha tatu, kama ni mradi mkubwa tunamwambia awasilishe baadhi ya nyaraka zikae kama dhamana ya kuweza yeye kufanya mradi huo. Cha nne, tunakwenda sasa kumwawadi mkataba wa kufanya kazi. Cha tano, tunamwambia malipo yote yatawasilishwa kwa njia ya akaunti, na kama kuna malipo, vitu vyote wewe unaleta kwetu vitaletwa kwa njia za ushahidi kwamba umeleta kwenye leja, tumesaini kwa pamoja, tumepokea. Mwisho wa siku tunasema hili ndilo deni halali. Kwa tunapohakiki deni, wewe kwako imekuja kuonekana kuna baadhi ya nyaraka za uletaji wa hizo bidhaa hazipo. Nini sasa tunakuja kukihitimisha kwamba inawezekana wewe au wale wa mwanzoni, inawezekana kati yetu sisi mmoja wapo anaweza kuwa ulikuwa ni mradi binafsi ambao mwisho unapelekea kufilisi fedha ya umma, na ndio maana nyaraka zinakosekana. Lakini mbili, inawezekana hamkuambiana ukweli, kwa sababu mimi hata nikitaka kumchukulia hatua yule kule lazima nimchukulie hatua kwa nyaraka. Si kama tunaenda mpaka. Ndio. Umeelewa vizuri mpaka? Kwa hiyo Bi Martha, cha kwanza ni kwamba mganga mkuu, fanyia kazi haraka jambo hili. Nyaraka zote ziwasilishwe, na mama na mimi nakuomba uwasilishe nyaraka hizi, na kama hauna uwe tu muwazi kwamba mimi hizo nyaraka mojawapo sina kabisa. Si ndio maana? Ndio. Ili sasa tuweze kuona tunafanyaje katika ukosekanaji wa nyaraka, kwa sababu hii ni serikali. Mganga mkuu kesho yupo, kesho kutwa hayupo. Yule mwingine hayupo, yule mwingine hayupo. Kwa hiyo Mama Martha, unaweza kuwa ni mjane, na mimi nakupongeza sana kwa kazi nzuri. Hata mimi leo nakuchangia, lakini sio kwa hela ile ya serikali. Sio umeelewa mpaka hapo? Ile hela ya serikali lazima itoke kwa mujibu wa nini? Wa nyaraka. Ili nasema ukweli kabisa wa moyo. Na ukikuta deni linachelewa kama nilivyosema, na wewe umethibitisha, ujue kuna nyaraka inachelewa. Na kwa kuwa sisi wote ni wageni, hatuwezi kusema sasa Mama Martha tumlipe kwa sababu yeye ni mjane. Hapana. Tunasema Mama Martha, pamoja na kwamba unaweza kuwa ni mjane, una watoto, hebu tupatie nyaraka, tukulipe haraka pesa yako. Naomba niwaambie Watanzania, kwa clip yangu iliyoruka siku ya tarehe 8
Ni kweli nilikuwa nadai hapa Amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Wengi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa, lakini nashukuru kwamba Amana yenyewe wameniita hapa na kunikutanisha na mkuu wa mkoa na akanielewesha vitu gani ambavyo vinatakiwa vifuatiliwe kwenye hizo nyaraka ili mimi niweze kulipwa. Kama vitakuwa vimekaa sawa, basi nitalipwa hela yangu. Kwa hiyo naomba Watanzania mjue hivyo, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa ushauri nilioupata, na kwa nyinyi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mlikuwa mnamwamini kama ni mtu ambaye atatoa uamuzi wenye haki. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa hilo, kwa uamuzi wake. Ninashukuru pia mkuu wa mkoa aliposikia kilio changu, amenichangia kutumia mfuko wake mwenyewe pesa milioni 2 katika shughuli zangu za biashara zangu za kuendesha maisha yangu. Naomba niseme asante kwa hili. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila kwa kuona jambo hili katika vyombo vya habari na kuona kuna ulazima wa yeye kuingilia kati kama msimamizi na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Na kama ulivyoona jinsi ambavyo tumekutana na Bi Martha, leo ni mara ya pili. Siku ya jana tulikutana naye na leo tumekutana naye chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweka viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Zaidi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameeleza ya kwamba wazabuni wote wanaozidai serikali na taasisi yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana basi wasisite kuleta nyaraka zao na taratibu zitafanyika, na kama wataona wanakwama basi wasisite kufika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, watapata msaada, na wakiona hayupo basi kuna mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine ambazo sisi zinatusimamia kwa karibu. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo mmepokea jambo hili na jinsi ambavyo mmetutumia jumbe na kusema Amana mbona hamtendi haki. Tunaomba chukue fursa hii kusema yale ambayo Mama Bi Martha ameyasema, huo ndio uhalisia. Hatuwezi kufafanua zaidi kwa sababu tayari mwenyewe amesema kile ambacho kimeelezwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na yeye mwenyewe ameelewa, na naamini atakuwa balozi mzuri kwa kwamba wale wote ambao wanatamani kufanya kazi na taasisi za umma basi wawe wameweza kukidhi vigezo ambavyo vinatakikana, waweze kuhakikisha kwamba wanapowasilisha bidhaa zao basi zinahakikiwa, nyaraka zote zinakuwepo na wanadai na wanalipwa kwa wakati. Nawashukuru sana. Nataka kukaribisha wananchi wote katika hospitali ya mkoa ya Amana. Sisi bado tunatoa huduma nzuri na bora kabisa kwa jamii zetu, kwa huduma za kibingwa kabisa katika maeneo mbalimbali, na naomba wasisite na waone kwamba Amana ni sehemu yao ya kupata huduma, na wazabuni wote waendelee kuiamini taasisi yetu kwa sababu bado ni taasisi ambayo ni ya serikali, inaaminika na inafanya kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa na serikali. Kwa hiyo kwamba hakuna anayeonewa na hakuna ambaye anaionea serikali.